Nilivyokuwa mdogo niliamini ya kwamba mtu akiwa anajiongelea mwenyewe, akiwa anaongea peke yake barabarani au kokote kule ambapo anakuwepo, naamini mtu huyo tayari ameshakuwa mwehu. Lakini sasa niamini sio kweli, watu hawa wapo kamili tu. Nimethibitisha vipi hilo usitaki kujua, lakini ninachotaka kukwambia ni kwamba nimekuletea jengo hapa lenye jumla ya vyumba viwili vya kulala na vyote ni single. Yes, vyote ni single, lakini pia kuna sebule na choo cha public katika mpangilio huu ambao unaonekana hapa. Jenga angalau hii ili upunguze kuongea barabarani, kwa sababu vijana wadogo bado wako na mawazo yale yale kama ambao nilikuwa nao mimi. Wataamini tayari umeshakuwa mwehu, wakati ni namna fulani hivi huwa inatokea. Na kama itakuwa ndio mtu anayeongea peke yake ni mwehu, basi huenda kukawa hakuna mtu mzima mpaka sasa duniani. Hapa katika hili jengo utatumia jumla ya tofali za blocks 1100, lakini tofali za kuchoma hapa zitakuwa ni tofali 3700, na hizi 3700 ni zile zitakazotumika katika ujenzi wa boma peke yake. Lakini hata hizi za blocks 1100 zitatumika katika ujenzi wa boma peke yake. Zitakazotumika kuandaa msingi hizi sijazitaja na sitazitaja kwa sababu zitategemeana sana na shape ya kiwanja chako, lakini pia na aina ya udongo unaopatikana kwenye kiwanja chako. Hiyo sasa tunamwachia fundi, sawa? Sio kila kitu tunaweza tukakijibia sisi kwa ufasaha, kwa sababu mafundi pia ni wataalamu ambao wana ujuzi na uwezo wa kutambua mambo au uwezo wa kufumbua mambo au uwezo wa kusaidia kujua jambo fulani kwa ufasaha zaidi. Ukiangalia juu hapa kwa idadi ya bati ni bati 40 na za futi 10, lakini pia mbao zake za kenchi ni mbao 70 kamili. Sawa, urefu na upana wa hili jengo, kajengo kamebalance sana, kwa sababu urefu wake ni mita 8 na upana ni mita 8.8 kwa 8.6. Kwa unaweza kuona ni tofauti kidogo sana kati ya urefu na upana wake. Upande wa mbele ukikatazama ni kajengo kadogo sana, lakini ni kajengo ambako kametengenezwa kwa namna ya udogo, lakini ndani kana maajabu makubwa sana, kwa sababu ukiangalia upande wa kushoto na kulia ndiko ambako utaweza kukatazama kwa urefu, utaweza kukatazama kwa ukubwa zaidi. Kumbuka ramani kama hizi na zingine nyingi zote tunaziweka katika mitandao yote ya kijamii, na maanisha katika kurasa za Makazi Mpanda. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kwamba hakikisha umetufollow katika mitandao yote ya kijamii, ili kila tunapoziweka ramani hizi uwe sehemu ya watu wanaopata kuzitazama. Lakini pia unaweza ukazipata kuzitazama ramani hii kupitia WhatsApp yako. Kila ramani tunakuwa tunaweka mitandao ya kijamii kwenye WhatsApp yako, zinakuwa zinakufikia. Unachotakiwa kufanya ni hivi: tutumie message WhatsApp, andika neno niunge, sawa? Tuma neno niunge kwenye WhatsApp namba hiyo ambayo iko hapo kwenye kio chako. Naweza nikakutajia hapa kama huioni. Namba hiyo ni 0758260690, 0758260690. Baada ya hapo ukishatuma neno niunge, sisi tutakutumia link, na kupitia link hiyo utajiunga kwenye WhatsApp channel yetu, na hapo utaendelea kutazama ramani kila tunapokuwa tunaziweka kupitia WhatsApp yako. Hakuna haja ya kwenda kwenye mitandao mingine, hapana. WhatsApp yako tu hiyo inatosha. Lakini pia kama unatumia mitandao mingine, wewe ni mtumiaji wa mitandao mingine, wewe ni mtumiaji wa Instagram, Facebook, TikTok, mitandao mingine, YouTube of course. Sasa usisahau pia kusubscribe katika YouTube channel yetu, ili content ziwe zinakufikia kwa ukubwa zaidi. Ukitazama kama picha unakuja YouTube, unatazama kama video, ikiwa na maelezo mengi ambayo unakuwa unayapata hapo. Karibuni sana, asanteni kwa kunisikiliza.